kuna mfumo ambao tushazoea kufanya mambo. Kwamba tushazoea kwamba AI ilikuwa haipo. Tulikuwa tunafanya kazi hivi. Ilikuwa ni hivi. Tunaingia studio, kama una hela pambana baba. Nenda kakope. Nenda kama basi utaanza na nyumbani kwako, tafuta kama kako cha waya, tafuta kabati. Katika kabati ka stacking magodoro, uanze hapo baba. Karama hiyo iko ndani inalia. Sawa? Sasa hivi una uwezo wa kuchukua ile melody, ukairekodi. Ukakaa pale ukadescribe style unaiona ni kama style ya mix ya Tasha Cobbs ambayo iko mix na Ed Sheeran. Unajua kwamba AI ni kama gari ambayo itanisaidia mimi kutoka kwenye point A kwenda B, lakini mimi ndio dereva. Na sio kuiangalia kama AI kama adui. Yaani kama tuko wote kwenye mstari tunajaribu kukimbia, lakini nikimwangalia huyu mwamba, najua huyu mwamba ni Usain Bolt. Yaani hata nijaribuje, chezi nikampita. Watu wengi wako kwenye sehemu kwamba wanahofia kwamba hata kama nikijaribu kushindana nayo siwezi. Kwa hiyo bora ni resist kabisa, hata nisijaribu kuanza kukimbia nayo. Ni kitu gani ambacho AI hakiwezi kukopi? Tusipoelewa ni kitu gani ambacho AI au tusipoelewa kwamba ni kitu gani ambacho AI tunaweza tukaitumia pamoja, tukakuwa nayo badala ya kupigana nayo na haiendi popote, tutaishia kuwa kama wale ambao mida ya watu wanaanza kutumia viberiti bado wanataka kuwasha moto kwa kufanya hivi. Alafu unalalamika na kusema, unajua shida bana, yani mimi mambo ya hivi viberiti vya hivi mfano kufanya kakuunguza inakuaje? Yes, kuna watu ambao wanatumia social media vibaya. Yes, kuna mtu anakaa TikTok masaa 7. Yes, kuna watu wanaweka video za ajabu. Yes, there's always the positive and negative. Lakini mwisho wa siku ni mtazamo wako, utatumia hicho kitu kufanya nini? Vingi vinavyoongelewa ni mabaya ya AI. AI itakuja kumaliza dunia. AI inakuja kuchukua kazi yako. AI sijui imefanya hichi, AI imefanya kile. Ni sehemu chache sana ambazo utasikia zikiongelea the positives, zikiongelea manufaa, zikiongelea kwamba okay, ishafika hapa, ufanyeje? Tunaelekea wapi? Na tujiposition vipi? Mtazamo wetu kuhusu AI uweje? So I think that's the discussion though. Okay. Yeah. Kwa hii video tuseme tu ni mtazamo wetu kuhusiana na AI. Yeah, mtazamo wetu kuhusiana na AI. Yeah. Na namna ambavyo mtu anaweza kujiposition badala ya kupingana na kile ambacho tayari kipo. Exactly. Okay, interesting. Kwanza I'm excited. Yeah, I'm very excited. Kwanza ukiangalia kiukweli, mfano ukiangalia hiyo video, nimesikiliza the vocals ya ile video. Man, unajua ni watu wachache sana ambao wanaimba wanaweza kuhit pitches ambazo zimepigwa kwenye ile nyimbo. Watu wachache hapa Tanzania. Kwa sababu nimesikiza nyimbo za Tanzania nyingi, yani tunaishia kuna pitch fulani hivi. Na pia ukiangalia sasa hata back vocals. Msikia back vocals wa ile kwa watu ambao hawajaangalia, let's just show them the video now. Nitamini nikiangalia safari yangu na milima mbele yangu, wakati mwingine nahisi hofu na kutaka kukata tamaa. Sauti za wanadamu zinasema haiwezekani. Yule Mungu aliyenishikilia jana ndiwe Mungu wangu leo na hata milele. Welcome back. So let's go on. Kwa hiyo ukiangalia sasa the kind of quality ya ile audio production, ukiangalia the quality ya anayeimba hata kama ni AI, ukiangalia the quality ya back vocals, na sasa ukiangalia zaidi ujumbe uliowekwa ndani ya ile nyimbo. Kwa sababu hivi vitu vyote vingeweza kuwa vizuri, lakini kama ujumbe usingekuwa sahihi kwa watu sahihi, isingefikia labda watu 800,000 ambao wameweza kuiangalia. Kwa hiyo sasa tukianza kwenye mtazamo wetu ambao tunaojua AI, kwanza sisi binafsi hatuamini kwamba AI is a bad thing. Absolutely. Hatuamini kwamba AI ni kitu kibaya. Sawa, ina mabaya yake, mapungufu yake. Na sawa, in the long term itakuwa ina mapungufu mengine zaidi, lakini hatujachagua kufocus zaidi kwenye yale mapungufu na kuachana pia na yale manufaa ambayo ni makubwa pia zaidi. Mfano,
kipindi cha sasa tunaenda sasa kwenye vipindi vya nyuma vilivyopita. So kipindi ambapo binadamu alikuwa anatumia zaidi pembejeo, vitu kama jembe, rato, sijui nini kulima. Ilipokuja teknolojia kama tuseme ya tractor. Najua kuna watu ambao walihisi kama yana majamaa ajikuta sana anakuja na mashine nini. Unajua maana shamba ili uweze kuliangalia kwa ukaribu inabidi utumie nguvu na uwepo pale. Kijana atakao afu wewe sio wanaume. Unajua wanaume ni unakwenda unafikiria. True. Then wakapita basi wakaja kaadapt wakazoea wakaanza kutumia tractor. Ikawa tractor ni kitu cha kawaida na technology kwenye masuala ya shamba ni kitu cha kawaida. In fact kwa Tanzania bado hata hiyo segment ya pili kuna watu bado kwenye majembe hadi leo. Kuna watu wanatumia tractor na wanaweza kufanya kazi kubwa zaidi more efficiently, wakapata matokeo makubwa zaidi, wakatumia energy ndogo zaidi compare. Sawa inakuja na costs lakini hizo costs haziwezi kufananisha na hizo kwa sababu benefit unazopata ni kubwa zaidi. Haya. Tukasogea hadi mida ya kwamba internet ikatokea. Tukaja kwenye kipindi cha internet. Kipindi cha internet watu wengi waliogopa sana internet. Watu wengi waliogopa internet kwa sababu internet inapokuja ni kitu ambacho unaanza kufikiria kwamba dunia nzima inaunganishwa kupitia hichi kitu kinaitwa internet. Na watu wengi walikuwa kwenye sintofahamu. Na watu wengi walikuwa wameshazoea tuseme vitu kama barua za kawaida kwamba sisi bana kama ofisi mnikumbusha barua za nani kuna watu walio wanasoma barua za simu barua za simu kwa maneno 200 kuna kuna watu hadi sasa hivi tunafundisha barua za simu. It's very interesting kwamba najua tunaenda kidogo pembeni but it's very interesting kwamba mashuleni tunafundishwa barua za simu. While at this time tulipo hatutumii plus kuna AI. Yani it's the gap hilo daraja ni kubwa sana, hiyo difference ni kubwa sana. So nafikiri the mindset, I'm going ahead a little bit, the mindset ambayo tunayo sasa hivi haijitoshelezi kuweza kukumbana na AI. Kwa sababu tumefundishwa shuleni kwamba tumia barua za simu, utaajiriwa, alafu ukiingia mtaani au sokoni unakutana na even before unakutana na social media kwamba okay you can record yourself. Ukiangalia even journalism ambayo nimeisoma unafundishwa journalism darasani lakini it's difficult kufundisha journalism kwa kutumia simu yako kujua kuna social media. Kwa hiyo kukutana na kitu kama social media kwa namna kutumia video, TikTok, unaamua kujifunza mwenyewe. Inabidi uweze kwenda na hiyo change yourself. Then ukija kukutana kitu kama AI, now people feel scared. Wanakuwa na hofu. Kwa hiyo let's go. Kwa kipindi cha internet kaja watu wakawa wengine waligoma kubadilika kwa watu bado wanatumia barua. Naomba tumieni barua pepe. Barua pepe ni nini? Yaani mimi nitumie barua pepe no. Kuna watu ambao siku zote kwenye maisha kuna watu ambao ni fast adapters ambao wana adapt mapema. Kuna wale ambao wanakuja kuadapt. Alafu kuna wengine wanasubiria mpaka watu wengi wamesha adapt. Alafu kuna watu wanakuja kuadapt wakati watu wengi wanaondoka. Alafu kuna watu ambao ikisha decline ndo wanaingia. Kwa hiyo lazima tujue kwanza kuna cycle kama hiyo kwenye adaptation. So anyways, ikatokea internet. Watu wengine wakakataa kabisa masuala ya internet na nini, wakaamua kwamba sisi tutakuwa hardcore, tutatumia physical, hii ndio tulivyozoea na hivi ndio jinsi maisha yalivyo. The rest is history. Kwa sababu kama walibaki hapo, waliachwa. Ikaja masuala ya mambo kama social media na simu, smartphone technology. Nakumbuka ilikuwa ni nini, nilikuwa natumia Nokia X201 nilikuwa kama zawadi. Kama kina BlackBerry huko. BlackBerry ndo brand na nini. Na tena ukiangalia hata kwenye makampuni makubwa tu, mfano kama kuna kipindi ambapo Kodak ndio ilikuwa kampuni kubwa ya masuala ya kamera. Kwa hiyo mtu yote ambaye alikuwa anapigwa picha 1900 na ngapi 2000, yani nimepigwa picha na Kodak. Yani Kodak was the guy. But then hakuadapt, hakuchange. Wakaja watu kama kina Sony, kina Panasonic na nini. Kodak sasa hivi ni wanajaribu, wako kwenye vitu wapo lakini wako kwenye mambo mengine, sio kwenye kamera. Na hawajulikani kama the kings kwenye swala hilo. Kwa sababu gani? Shapigwa chini. BlackBerry the same way. BlackBerry ilikuwa the top phone brand ambao ulikuwa ukimiliki na zile button vyake vingi, yani unaonekana mtu.
Yani BlackBerry was like the iPhone of that time. Nakumbuka. Yani BlackBerry. Ukisikia mtu anamiliki BlackBerry, wow. BlackBerry. Lakini where are they now? Walishindwa kuadapt, walishindwa kubadilika, especially pale sasa ambapo smartphones zilikuwa introduced. Mfano Steve Jobs alipoleta ile iPhone ya kwanza ambayo mtu anaona ni full screen. BlackBerry wakaona watu hawahitaji full screen, bado watahitaji button. Where are they now? Kwa hiyo tukaendelea kuona changes kama hizo. Internet ikaja, smartphones na social media, tukaendelea sasa tumefika sehemu ambapo tuna AI. Na hapo nimeongelea industries tofauti, lakini tu kuonesha kwamba kuna changes ambazo zinatokea kwenye kila kipindi kwenye maisha. Na changes hizo zinaweza kabisa kubadilisha trajectory, mwelekeo wa jamii na dunia nzima. Achana zile ambazo zinaweza zika affect Tanzania lakini si affect dunia. Kuna vile ambavyo vinaweza vika affect Dar es Salaam, zisi affect dunia nzima. Lakini kuna vitu ambavyo vikitokea vina affect dunia nzima. Internet ili affect dunia nzima. Yaani mpaka sasa hivi hapa mnapoangalia hii video ni kwa sababu kuna mtu alishafikiria internet na kufanya accessibility ili watu waje kutengeneza social media sites na kadhalika. Na ni kwa sababu ya ujio wa internet ndio kuna mambo mengine mengi yalikuja kutokea na maendeleo makubwa. Mimi sitaki kuimagine dunia bila internet. Mimi sijui alikuwa naishije. Sasa kuna watu wasema those good old days. Me, I don't like those good old days. You stay in your good old days. Stay with your good old days. Yeah, those are the good old days for you. For me, they are not. And nawaelewa kwa sababu kwa wao kuna vitu ambavyo naona ambavyo ni side effect tu za internet, na waliachwa labda na wimbi, walishindwa kuadapt na kile ambacho kinaendelea. So wamebaki zaidi kwenye the good old days, kwamba kwa kabla internet tulikuwa labda watoto wetu wanaenda nje, wana play zaidi, wanafanya nini. But now with the introduction ya vitu kama internet, sijui smart TV, smartphone, sijui na nini, sasa hivi hawezi kufanya hivyo. Lakini hayo tunajua kwamba ni wewe mzazi tu ambaye unatakiwa kwa train your child the way they should go. Anyways, tusiingie kwenye uzazi sasa hivi. Na sasa tukiendelea na hizo hayo mabadiliko yaliyotokea, na tukaona kwamba mtu yote ambaye hakuweza kuadapt over the period of time ambayo ilikuwepo hiyo technology, walikuja kaachwa. Na sasa hivi tupo tena kwenye wimbi lingine, na hili ndio wimbi la AI. Na hapa utakuja kukutana na ile cycle ile. Kuna watu ambao wata-adapt early, au tunaita early adopters. Wataona teknolojia hii, wataikimbilia. Mfano kama mtu alitengeneza hiyo nyimbo, ameiona na akaona kwamba hii ni fursa ya mimi, labda kweli mtu anatamani siku zote ndani ya moyo wake amekuwa anatamani kutengeneza nyimbo, lakini hana uwezo wa kujifunza FL Studio, kuielewa vizuri, kuelewa instrumentation vizuri, ili ujue okay, hapa naeka nini. Mfano kama mimi nikwambia nishajifunza FL Studio nikiwa shule na nikiwa chuo, kwa sababu nilikuwa napenda sana nikiwa chuo. Nilikuwa napenda namna ambavyo unaweza kutengeneza beat kwa kutumia just this device. Actually ni shule afu ndo nikaendelea chuo kidogo. Na ni ngumu, kwa sababu inabidi uanze kujifunza sijui kicks, drums, ujifunze kila instrument, sijui syntax, ujue sijui ipi ni kinanda, ipi sijui ni gitaa, kuna gitaa za tofauti. Mungu wangu, inachanganya. Lakini fikiria mtu kama huyu sasa ana passion, anasikia melodies ndani. Kwamba kuna mtu ambaye labda anasikia la muziki. Unaweza ukawa tumekaa ukasikia melody imekuja. Sasa hivi una uwezo wa kuchukua ile melody, ukairekodi, ukatoka, ukaingia Suno, ukaweka melody yako, ukishaka melody yako, ukadescribe labda lyrics ambazo unazo, ukaipa certain style ambayo unadhania, hata kama una uhakika, unaweza hata ukachukua kama una uhakika, ukachukua ukaingia sema kama Gemini, ChatGPT, ukakaa pale ukadescribe style unaiona ni kama style ya mix ya Tasha Cobbs ambayo iko mix na Ed Sheeran. Can't wait to see what that will do. Tasha Cobbs, maybe unapenda the vocals za Tasha Cobbs anavyoimba na ile choir inakoga nyuma yake na labda ile beat, lakini pia you love the Ed Sheeran guitar ballads zile unazipenda na pads zake, then unaiambia AI mix ikupe style ambayo ni Suno friendly. Unachukua hiyo style iliyokupa, unakuja Suno, umesheka vocals, umesheka lyrics zako, you generate a song, inakupa 2 drafts. Unaanza kusikia, you like okay, labda nipenda hichi, labda sipenda hichi, labda nitengenezee nyingine, adjust style, adjust labda weirdness level ili labda ibadilishe na nili, then inakugenerate. Maybe unapenda moja, inakuruhusu tena kwenda kwenye editor kubadilisha hapa kwenye lyrics, nilikosha kitu fulani, kubadilisha hichi. You have a complete song in less than 1 hour.
So kuna kitu nataka nikiongezea hapo. Ninamfikiria mtu ambaye yeye amekaa miaka mingi akiwa anajifunza kinanda, akiwa anajifunza kuproduce muziki, amedevelop this skill, ndio career yake, ndio anatengeneza hela hivyo. So in their mind, this is my thing. Umeona, na kwa miaka mingi amekuwa akifanya hivyo. Kwa hiyo AI comes in na it's a shock, kwa maana kwamba kuna hiki kitu kipi ambacho kinaweza kufanya kitu tunachoweza kukifanya. And that is where the fear is. So nataka tuchakate tuweze kuidadavua where the fear is, kwa sababu for me na mtazamo wangu AI inavyokuja kwenye your career space na ukaona kwamba I'm being replaced, mtazamo wangu ni pengine haujajua kitu ambacho kinakufanya wewe wa thamani. Pengine umekuwa ukishikilia your identity kwenye kitu ambacho sicho. Kwa sababu in the end of the day ukiangalia anaelima alikuwa anatumia jembe, analima kwenye ardhi. Trekta ilivyokuja, ukiwa unaendelea kushikilia jembe, inamaanisha haufahamu uthamani wako uko wapi. Melek alikuwa tunaongea na Melek jana. Melek alikuwa anasema something very powerful. Anasema the challenge is mtu kuwa akiwa anafanya kitu fulani anakuwa anafikiria sana, anasahau kwamba the focus is tunataka tupate result fulani. Kwa sababu umesahau kwamba the focus ni kupata result fulani, una focus on the doing, the activity. Kwa hiyo inabidi niandike, inabidi nichore, inabidi kwa hiyo kwa kufocus kwenye activity unasahau kwamba activity, the things that you are doing hapo sasa hivi vinaweza vikafanywa kwa uharaka zaidi kwa kutumia another tool. Ndio maana tunaajiri watu kwamba hizi activities zote unazozifanya hapa, yeye anakaa chini anapiga watu simu, anataka afanye kitu. Kwa hiyo ile activity ukianza kuchukua na kuifanya as in make an identity, kwamba unachukulia uthamani kwenye ile activity na kusahau kwamba you are looking for results au yale matokeo. Mfano kama mimi najifunza sasa hivi kuimba, nimekuwa nikijaribu kuimba muda mrefu, nimepata opportunity kuimba kanisani na nimeamua kwamba you know what, nahitaji ku take time na kujifunza kuimba. Sasa that's a good thing, kwa sababu sometimes nimekaa chini najua napata lyrics au nakuwa na ideas. The idea kwamba ninaweza nikafocus kwenye ability yangu ya kuimba, alafu kwenye vitu kama muziki na kucraft music na vitu kama hivyo, probably sihitaji kuanza kutafuta kujenga studio, kutafuta producer. I can start training myself kutumia AI na kumerge na muziki nitengeneze kitu cha tofauti. Kwa hiyo nilifanya tangent kidogo niwaongelee hawa watu ambao ni producers, musicians, au wamekuwa mkifanya kitu kwa muda mrefu. Pengine ukianza kufikiria how AI inaweza ikakusaidia wewe kufanya hicho kitu na kutokufikiria kwamba this is something ambayo inakuja kubadilisha au inakuja kuchukua career yangu, nafikiri inaweza ikakusukuma zaidi na kuweza kutake advantage kwenye ile wimbi la AI. Ukawa tofauti na most people. I don't know. What do you think? Yaani naongezea tu hapo. Yaani ya kwamba tatizo ni kwamba watu wengi wanaangalia AI kama the result of the thing rather than the tool. Nikimaanisha nini hapa? Kimaanisha kwamba mfano muda ule ambapo watu walikuwa wanataka kulima, sawa? Wanataka kulima, lakini kitendo cha kulima sio tu kulima. Unalima ili upate mazao ambayo labda unaweza ukauza au unaweza ukapata mazao kwa ajili ya chakula. Result. Sasa watu wengi ilipokuja trekta, badala ya kuona trekta kama kitu kizuri, kwamba inakuja kufanya huo mchakato wote kuwa mwepesi, ya kwamba kuliko mimi labda nikose muda wa kukaa na familia yangu kwa sababu inabidi nianze kulima kuanzia asubuhi mpaka jioni. What if sasa hivi nikapata kitu ambacho nakipata labda ni chakulisha tu familia yangu. Umenielewa? Au ninachopata kama ni chakuuza nikuuza tu kidogo. What if wangeiangalia kwamba na uwezo sasa hivi labda wa kusave up, au hata nikachukua mkopo mfano, nikanunua trekta ambayo najua kwa mipango yangu nina uwezo wa kulima sasa hivi ekari kubwa zaidi, kupata mazao mengi zaidi, kupata faida kubwa zaidi ambayo itanisababishia mimi kuweza labda kufikia lengo langu haraka zaidi kuliko vile ambavyo ningetumia jembe. Sasa watu wengi wanaangalia AI, mfano kama ulivyosema, mtu akiangalia nyimbo hii iliyopigwa hapa, anaangalia kama basi tena kuisha, yani mimi sasa kama mimi ndo daktari na sasa hivi kuna AI ambayo inakusaidia hata ukiwa
unafanya operation, kuna vitu ambavyo inaviona haraka, wameona kuna AI ambayo inaona ina diagnose kujua cancer mapema kuliko daktari anavyoweza kujua. Umeona? Labda kuna AI ambayo ina uwezo wa mfano ukiangalia Amazon kwenye hizi warehouses zao kubwa ambapo wana store vitu vingi sana. Amazon ni kubwa. Wanatumia AI like nobody's business. Yaani number of AI ambazo zinatumika kwa ndani na robot kusogeza na kufanya vitu ingechukua sijui watu wangapi. Na watu wengi kwa sababu sasa wanaangalia kwamba okay, hao watu ambao walikuwa wanafanya kazi pale, sawa? Ambao walikuwa ni hard labor workers, ambao walikuwa wabeba ile maboksi, wayapeleke, wayastore sehemu fulani. Waseme sijui kuna order ya Kevin Mektili Tanzania aje kwenye kompyuta. Order yake ni nini? Sijui anataka saa na kofia. Aende kwenye category za saa atoe, aende kwenye category za kofia atoe, achukue yake pamoja, aipackage, aweke address yako, ainanili, aiachilie iende, mtu mwingine apokee. Process yote hiyo sasa hivi ni kwamba Kevin akiweka order, ikishaingia kwenye system, robot inatoka, inatoa saa, inatoa kofia, inaipeleka sehemu, inakuwa packaged. Kama kutakuwa kuna mtu pale labda ndo anaiweka kuverify ni ya Kevin, na verification siku zote inaweza kufanyika na AI kwa sababu kuna ambayo inaweza kufanya visual recognition. Ikajua sasa hii ni saa, hii ndio kofia, kwa hiyo iko saa, imeingia kwenye boxi, tape imepigwa sticker kwa Kevin. Imekaa sehemu ready for delivery. Tunapofika sehemu itakuwa ni robot anachukua, anaingiza kwenye nani, inaingia kwenye nani, inashipiwa mpaka unafika kwenye kupokea huko Tanzania. So point hapo ndio hiyo kwamba watu wengi wanaiangalia kama inakuja kuiba kazi zao kwa sababu kama walivyosema wameweka identity yao kwenye ile activity. Yaani wameweka identity kwamba mtu akisema mimi ni mwalimu, ameweka identity ya kwamba napoenda shuleni, ninaposimama mwenyewe pale na wanafunzi, then mimi ni mwalimu. Kama mtu akisema mimi ni daktari, ameweka activity kwamba ninapokuwa nimeshika ile zile siri zimekaa hivi, ndio mimi ni daktari. Mtu anaposema mimi ni rubani, ni kwamba nikienda naposoma miaka 4 kujifunza namna ya kurusha ndege na kujua mambo yote wanaojua wao na kuonekana pale na kuongea this is your captain speaking, mimi ni rubani. Labda mtu mwingine labda anasema mwanamuziki, au mwanamuziki anasema basi kwa sababu mimi naimba na nasimama mbele ya mic na kuna mtu anakuwa lazima ameshika pale bass guitar, tunaongea pamoja, na kuna mwingine sio anafanya nini hapa na nini, alafu natoa kile ambacho ninacho kupitia sauti yangu, basi mimi ni mwanamuziki. Kwa hiyo tumeattach identity yetu kwenye activity na AI inakuja kuchallenge hiyo. Where is your identity really? Hapo. Identity yako iko wapi kweli? Iko kwenye kile kitu unachokifanya kweli? So it puts that question mark. Na ndo hapo ambapo hofu kubwa ilipo. Kwa sababu ina challenge identity zetu. Ina challenge unaposema wewe miaka 20. Ulisomea hii miaka 20. Mfano kuna watu ambao mpaka leo mfano wako kwenye mentality ya kwamba kazi lazima iwe ni activity unafanya, yani physical, yani unafanya unaposhika labda kitu fulani, yani hii ndio kazi. Umeona? Sasa mtu mfano wanaojenga barabara, kuna watu wanaofanya kazi yao ni operators wa haya mashine makubwa, tuseme excavators zile ambazo zinachukua au chochote unachofanya. China hapa karibuni imeonyesha barabara ambayo ilijengwa kwa kilomita fulani hivi, sikumbuki specifically, bila intervention ya binadamu. Walikuwa tu wako pale kama kuangalia kitu in case ikatokea kuna shida, lakini kila kitu kilikuwa kinafanyika na AI and robot ambayo inaendesha mashine zote, na ikajenga barabara lane ya sijui kilomita ngapi bila human intervention. Sasa kama wewe identity yako mimi ni dereva, bye. Identity yako ni kwamba mimi mimi ni operator, bye. Why? Kwa sababu wametumia zile data waliokuwa walizimeasure hizi data kupitia wale operators walikuwa wanafanya, wakajua kwani wanafanya nini cha ajabu ambao AI au robotics haiwezi kamimic. Kwa hiyo tusipoelewa ni kitu gani ambacho AI hakiwezi kukopi, tusipoelewa ni kitu gani ambacho AI
au tuspoil kwamba ni kitu gani ambacho AI tunaweza tukaitumia pamoja tukakuwa nayo badala ya kupigana nayo na haiendi popote, tutaishia kuwa kama wale ambao mida ya watu wanaanza kutumia viberiti bado wanataka kuwasha moto kwa kufanya hivi. Alafu unalalamika na kusema unajua shida bana, yani mimi mambo ya hivi viberiti vya hivi mfano kufanya kakuunguza inakuaje? Kuna mitazamo ambayo inatokea whenever there is something new. Kitu kipya kikija, kuna mitazamo miwili kama nilivyosema mwanzoni. Kwamba kuna wale ambao early adopters watakubaliana nacho, wataelewa, watajifunza. Kuna wale ambao unajua bana, hiki kitu bana, kwanza watu wanavyoitumia sivyo. Because if you think about it, ukiwa when social media ilivyoingia au mabadiliko yamekuja social media, yes, kuna watu ambao wanatumia social media vibaya. Yes, kuna mtu anakaa TikTok masaa 7. Yes, kuna watu wanaweka video za ajabu. Yes, there's always the positive and negative. Lakini mwisho wa siku ni mtazamo wako, utatumia hicho kitu kufanya nini? Kwa hiyo nafikiri watu wengi bado kuna mtazamo kwamba unajua nini, hiki kitu kina ubaya. Well, it depends on how you look at it. Ina pande zote mbili. Ina pande zote mbili. Kwa hiyo kujua kwamba it's a double edged sword, kwamba ni panga lenye kukata pande zote mbili. Ukiamua kutumia kisu kukatia nyanya, fresh. Ukiamua kutumia kisu kumaliza utafanya hivyo. So I think let's talk about hilo swala zima la identity, kwa sababu najua kuna mtu anasikiliza, although we didn't even intend to do this interview. Kuna mtu anasikiliza, sababu ni conversation tumeanza hapa, tumeingia ofisini kaza mtu turekodi hapa. Kuna mtu anasikiliza sema okay, identity yangu ipo kwenye activity. Kwa identity yangu kama kwenye activity, where should my identity be? Ni thamani yangu iko wapi? Na kama AI inakuja sasa, imekuja sasa hivi, I feel I'm scared. I'm scared. Nachukua kazi yangu, and honestly most people unakuta kazi zao zimechukuliwa na zitachukuliwa. Pia mitazamo huku ndani, yani huku internally mtu ana suffer akiona AI, kwa sababu anajua bado tu ni swala la muda tu, something will happen. So what's our rescue? Like, where do we go to? Where do we run to? What should we do? What do you think? Nafikiria what's your mtazamo wako? Mtazamo wangu ni kwamba cha kwanza, kama mtu asipoelewa vizuri AI, haizi kujua namna gani ambavyo itamsaidia yeye au namna ambavyo anaweza kujiposition yeye kuitumia kupata msaada. Powerful. Kwa hiyo unakuta watu wengi, kwa sababu in the news vitu ambavyo vina capture attention za watu sana kwenye habari ni habari mbaya. Kwa unakuta media kubwa hizi unakuta sana sana wana promote kitu ambacho ni kibaya, kwa sababu ndio watu watakiangalia. Business model inasema vibaya, watu watarani matangazo, tutatengeneza hela. So wanaendelea kupush hiyo. Kwa hiyo utakuta vingi vinavyoongelewa ni mabaya ya AI. AI itakuja kumaliza dunia. AI inakuja kuchukua kazi yako. AI sijui imefanya hichi, AI imefanya kile. Ni sehemu chache sana ambazo utasikia zikiongelea the positives, zikiongelea manufaa, zikiongelea kwamba okay, ishafika hapa ufanyeje. Kwa hiyo namba moja, watu wanatakiwa wapate maarifa. Yaani katika chochote, mabadiliko yote yanapotokea, mtu ambaye alikuwa anatumia jembe lazima akubali kwamba natakiwa nijifunze namna ya kuendesha trekta. Haezi akaja na mentality ya kutumia jembe kuendesha trekta. Ni vitu viwili tofauti, mechanism ni tofauti. Lazima uwe humble enough kusema kwamba hiki ni kitu kipya, lakini nipo tayari kukiembrace. Niko tayari kukijaribu, niko tayari kujua namna gani ambavyo naweza nikajiposition, naweza nikakitumia hivyo. Kwa hiyo nadhani step kubwa ya kwanza ni hiyo, yani kwamba kuacha kuipiga na kujaribu kujifunza. Kwanza, yani hata basi usiseme kwanza ni mbaya au nzuri. Jaribu hata kujifunza, basi uelewe ni nini AI, ni nini, inafanya nini. So from the perspective ambao umesikia upande mmoja na upande wa pili unasemaje? Kwa hiyo nadhani tukipata kwanza maarifa, knowledge kuhusiana na AI vizuri, tukapata sasa uelewa, kwa sababu unapokuwa kupata maarifa unapata insights tofauti tofauti ambazo zinaendana na upekee wa ya kitu unachokifanya wewe. Kwa hiyo mfano kama mimi ambaye ni mfanyabiashara, nilipojifunza ni kwa sababu nilichukua kozi ya kujifunza AI. Nimechukua kozi nyingi na nasikiza video nyingi sana kuhusiana na masuala, kwa sababu sitaki kupingana, kwa sababu ishafika na namna ambavyo tunajiposition na kuitumia tuendelee kusonga mbele.
Kwa hiyo nikiangalia jinsi ambavyo nilivyoamua sasa kwamba okay, tutafute maarifa, tukatafuta maarifa na kujifunza, nikaanza kujua unajua kwamba AI ni kama gari ambayo itanisaidia mimi kutoka kwenye point A kwenda B, lakini mimi ndio dereva. AI ni kama daraja ambalo mimi bado itabidi nitembee kule kutoka point A mpaka point B, na sio kuiangalia kama AI kama adui ambaye ninashindana naye yani kama tuko wote kwenye mstari tunajaribu kukimbia, lakini nikimwangalia huyu mwamba najua huyu mwamba ni Usain Bolt, yani hata nijaribuje chezi nikampita. Kwa hiyo watu wengi wako kwenye sehemu kwamba wanahofia kwamba hata kama nikijaribu kushindana nayo siwezi, kwa hiyo bora ni resist kabisa, hata nisijaribu kuanza kukimbia nayo, kwa bora ni resist. Lakini kama mtu akiembrace na kusema okay, huyu sio Usain Bolt ambaye nashindana naye, huyu ni Usain Bolt ambaye naenda kukaa kwenye mgongo wake. Ni kazi yangu ni kumpa sasa direction. Tunaenda wapi Usain Bolt? Najua unaweza ukakimbia na una uwezo wa kukimbia kuliko mimi, na una uwezo wa kufanya vitu kuliko, kuna vitu ambavyo tayari unavijua kuliko mimi, na kupanda ule mgongo na kuambia sasa Usain usiende tu popote, nenda pale. Sasa kwa hiyo mimi kwa sababu najua tayari malengo yangu, nina maono yangu, nina sehemu ambapo napoelekea, na uwezo sasa wa kumtumia au kufanya kazi pamoja na ile AI na kuelekea kwenye direction kwa spidi kubwa zaidi. Na mtu ambaye sasa hatumii AI ndo atakuwa huyo mtu ambaye anajaribu kushindana na mimi ambaye niko na Usain Bolt. Kwa sasa yeye ndo atakuwa pale pembeni, niko tayari kuanza kukimbia. Mimi niko upande huu, nimempanda Usain Bolt, tayari kuanza kukimbia. Ataniangalia mimi, ataangalia njia yake, atasema tukimbie. Nitamwacha hata mimi. Kwa sababu gani? Kwa sababu mimi nimeamua kupartner na AI, nimeamua kuichukulia kama a tool. Kitu ambacho kiko kwenye mkono wangu, zana ambayo naweza nikaitumia kufikia lengo, zana ambayo naweza nikaitumia sasa kuleta kile ambacho kiko ndani yangu. Kwa hiyo uelewa, maarifa, then utapata uelewa. Ule uelewa utakupa hekima ya namna sasa ya kuapply kile kitu kutokana na context yako. Sababu watu wengi wanapofeli ni kwamba unaweza kwa sababu umefocus zaidi kwenye negative, una uelewa mzuri wa the negative. Hivi unaelewa vizuri the negatives of AI. Hamna mtu ataanza kukwambia, mama mstaki kusema AI inakuja kuchukua watoto wetu mama, hata unasikia hata kile chochote sana AI. Lakini kwa sababu ya maarifa aliyojazwa sana ambayo ni negative, nakumbuka chochote unachokipanda ndani yako ndicho kitakachokutoka. Kwa hiyo kama umepanda zaidi the negatives of AI, chochote kitakachofanyika na AI lazima upingane nacho, hata kama kina positive. Hata kama kina positive, utaona tu the negative, kwa sababu macho yako yamekuwa trained kuona the negative. Ndio kilichopo ndani kitatoka tu hicho. Kwa hiyo una maarifa mengi kuhusiana na hiyo, una uelewa mzuri kuhusiana na negative. Kwa hiyo hekima ulionayo ni ya the negative, kwamba sasa hapa bana inabidi tusitumie huku ofisini kwangu, sitaki kusikia AI yoyote. Umefanya kazi na AI? Hichi kizazi kimepotea. Hichi kizazi kimepotea. Watu unaona kama mtu amepotea, yani akiongelea AI inaonekana ni kama dhambi. Kama dhambi, yani umezini, yani anatumia AI. Dhambi. Ni kama umezini. Lakini ukiangalia ni kwa sababu walichojifeed ni the negatives kuhusiana na AI. Wamepata uelewa negative kuhusiana na AI. Wana hekima negative kuhusiana na AI. Kwa hiyo wana act negatively towards AI. So kama wanataka kubadilisha, lazima tubadilishe tunachokielewa, tupate uelewa kuhusiana na AI, then tupate hekima ili tuweze kuact differently. Kwa hiyo kwangu mimi naona hivyo, mtu akiembrace kupata maarifa, akapata uelewa, akapata hekima, then akaenda kuapply, atapata experience. Akianza kupata hiyo experience itampa kwanza, kwa sababu kuna vitu vingine, unajua namna ambavyo akili zetu zimeundwa ni kwamba kuna vitu kishavifanya over time unakuwa comfortable. Yaani kuna namna ambayo ushaweza kufanya kila kitu. Ndio maana kuna namna ambavyo kuna mtu anaenda ofisini anatumia barabara ile aliyotumia miaka 5. Habadilishi. Akili shazoea kwamba lazima nikitoka nyumbani nitapita barabara hii, nitapita hapa, nitachukua bikes zangu hapa, nitatoka, nitaenda. Anatumia hiyo barabara ile. Yaani unaweza ukaamua siku moja ukae na sniper pale. Unajua jamaa lazima apite. Saa 3 lazima hapa. Anakuwa hapa. Na ni uhakika. Sasa imagine ndio hivyo ambavyo maisha yetu wengi yalivyoundwa kuhusiana na mambo mengi tu. Kwamba kuna namna ambapo kuna mfumo ambao tushazoea kufanya mambo. Kwamba tushazoea kwamba AI ilikuwa haipo. Tulikuwa tunafanya kazi hivi.
ilikuwa ni hivi, tunaingia studio kama una hela pambana baba. Nenda kakope. Nenda kama basi utaanza na nyumbani kwako, tafuta kama kako cha waya, tafuta kabati, kabati ka stacking magodoro, uanze hapo baba. Karama yuko ndani nalia. Sawa? Sasa watu hiyo ndio pattern walionayo. Then AI inakuja, inakupa new possibilities. Uwezo kufanya vitu vya utofauti kwa namna ya tofauti, kwa ukubwa utofauti, kwa manufaa ya tofauti, lakini kwa sababu akili ishaanza kufanya mambo kwa namna fulani, ina resist. Na resistance hiyo ni kubwa sana kuliko watu wanavyoimagine. Yaani ni kubwa sana kwa sababu ni akili imeshazoea namna fulani ya maisha. Kwa hiyo kuintroduce kitu kipya ni sasa na kupingana na wewe mwenyewe. Change. Yaani unapingana na wewe mwenyewe. Sababu hiyo ni nafsi yako ambapo huko ndani kuna your mind ambayo imeshakuwa formed, ina mindset fulani inayotumia kila siku. Ni kama system ambayo imeshazoea ku run automatically. Kwamba tunaamka tufanye. So ni kama kile kitu ambacho kingechukua miaka 10, miaka 5, miaka 3 kwa kutumia AI tunaweza kufanya kwa miezi 2, miezi 3. So I would like us to end the same nyingine ambayo ni sema ambayo nitaka kugusia. Na ndio maana production kuleta changamoto. Kwa yule, kwa sababu tumeongelea kuhusu nafsi, tumeongelea kuhusu your mind. Na kwa mtazamo wangu AI inavyokuja inatu challenge kuuliza swali, ubunifu ni nini haswa? Kama tulidhani ubunifu ni kukaa chini na kufanya vitu fulani, na kama AI inakuja na ina replace hicho kitu, je, tulichokuwa tunakifanya ndio ubunifu au la? Kwa hiyo imenifanya nifikirie kwamba ubunifu ni nini. Na kwa hilo swali inanipeleka sehemu ambayo nikifikiria kwamba Mungu alivyomtengeneza mtu, alivyomtengeneza mwanadamu, alivyokutengeneza mimi na wewe, inamaanisha AI is a surprise to him. Yaani kwamba imekuja kama mshtuko. Naye anaangalia kule, sikuiona hii. Na tukiwa tunaiogopa AI, what does that mean? Kwamba tumeipa nguvu kiasi kwamba tunasema kwamba it can replace creation ya Mungu. Umeona? Yaani hayo maswali. Kwa hiyo nafikiri hofu yenyewe inatuambia kitu kwamba hatujui sisi ni akina nani. Na until when kutakuwa na mbadiliko wa namna tunavyojitazama, namna tunavyojichukulia, kujiona kama Mungu anavyotuona kwanza. Kwamba AI inaweza ikawa kitu ambacho ukakitumia kama identity yako, au kinaweza what can you use? Katumia kama tool, or you can use it as a tool. Kwa hiyo hiyo ndio challenge. Kwa sababu mimi nikikaa chini nikiwa naandika, je, kuandika kule ndio ubunifu? Au ni kule kufikiria na kutazama na kuona na what do you say, imagination? Kuona roho, kuona kwa ndani kwa sasa. Imagination. Kwa sababu give an example. Kuna AI tools tunazitumia hapa ofisini. Kuna AI tools nyingi. Inajulikana na watu wengi, ChatGPT. Kuna hizo Gemini, kuna Canva ina AI kwa wale ambao hawajui. Kuna CapCut, I think CapCut ina AI. Karibu kila tool yoyote sasa hivi inaongezwa AI. Kwa mfano kuna AI jana nilikuwa natumia Miro. Miro ni AI ambayo inakusaidia kuweza kuplan, kutazama, kuona, kutengeneza ideas na kutengeneza structures. Na mimi nasema kwa nataka kupangilia siku yangu na vitu ambavyo nataka kuvifanya. Nikaandika tu pale kwenye AI yake inaitwa Sidekick. Ikanipa ratiba, ikanipa dakika, ikanionyesha vyote hivyo. Or ningekaa chini, ningechukua daftari, ningeanza kuandika vyote, ningeanza kufikiria dakika hizi nitumie kwa, while AI can help me create your path. Ili mimi nije kutazama na ule muda ambao ningetumia kukaa chini na kufanya nilikuwa nimeusave, nikafanya kitu kingine. So that is the question ambayo nataka niilete kwamba ubunifu ni nini? Na ukiwa mbunifu unakuaje? Maybe we should talk about that. Swali zuri sana. Kwa sababu limenichallenge hata mwenyewe namna ninapofikiria. Kwangu mimi sasa. Tukija kwanza kwenye yale ambayo tumeshaongea. True. Watu wengi tunaangalia ile kazi ambayo tunaifanya au matokeo ya kazi tuliyoifanya, na ndo tunaibox hiyo kama kitu fulani. Kwa mfano, mtu ambaye ni artist ambaye anachora
maana yake tutambox kwamba kuna kitu amekichora, sawa, kwamba huyu ni artist kwa sababu amechora hiki. Yeah. Lakini mtu mwingine ambaye yeye hana uwezo wa kuchora lakini ana uwezo wa kuona art na akaidescribe hiyo art kwa AI, na hiyo AI ikatengeneza hiyo art, ikitokea watu wanasema hii sio art, hii ni AI. So kama ulivyouliza hapo kwamba so ubunifu ni nini? Kwangu mimi naona ubunifu ni uwezo wa kuona kitu kwa ndani na kutafuta nyenzo ya kuileta hicho kitu unachokiona kwa ndani kwa upekee. Kwa upekee. Kwa hiyo mfano labda kwa mtu ambaye anaimba, ubunifu unaweza ukawa namna ambavyo anasikia melody ya ndani, kwamba nasikia nyimbo fulani, nasikia beats fulani ziko hivi, kuna music iko hivi, instruments ziko hivi, kinaenda kinasikika hivi, nasikia back vocals wanaimba kwa hivi, kuna namna fulani beat yake inakuwa na rhythm hivi. Na uwezo sasa wa kuchukua hicho kitu alichokiona ndani na kukileta sasa kwenye uhalisia, na kana kwamba kikiletwa sisi ambao tunakipokea sasa kama wasikilizaji, tuna uwezo wa kukisikia na kusema okay, wow. Hii must kuisikia. Hii mbona ina upekee fulani. Nadhani kwa mimi ubunifu nio. Na pia ni uwezo wa kuchukua kitu ambacho tayari kipo na ukaona namna kinavyoweza kuwa bora na ukatumia chochote utakachokitumia kukifanya bora. Nadhani pia ni ubunifu kwangu mimi. So tukianza na basis kama hiyo, inamaanisha kwamba wengi wetu ambao tumekuwa tukiangalia AI kama kizuizi au kama inakuja kuchukua kazi za waimbaji, kazi za artist au kazi ya chochote kile za ofisini na nini, ni kwa sababu tumeshindwa kuelewa ya kwamba kitu ambacho kinatufanya tuwe wa pekee kiko ndani zaidi kuliko ambavyo kiko nje. Yaani kama ulivyosema, kushindwa kuelewa kwamba identity yangu mimi haiko kwenye kazi nazozifanya. Mimi sina uthamani wangu sio kwa sababu ninafanya kitu fulani. Au mimi sio daktari kwa sababu natibu. Sio kwa sababu natibu. Yaani nimeshaumbwa hivyo kwanza. Na ndio kwa maana hata Mungu alimwambia Yeremia kwamba kabla yani hajamfuma kwenye, when he was still in his mother's womb, alimfahamu na alimuita kuwa nabii, alimuita kuwa prophet. Inamaanisha hata kabla Yeremia hajaanza kusema chochote kuhusiana na, hajaanza kutoa tabiri hata mmoja, tayari alikuwa ni nabii. Hasa Yeremia huyo akija labda akatumia niseme AI ambayo inaweza ikamclone kwenye lugha tofauti. Anaweza kaongea na Wachina, anaongea kwa Kiingereza, inasikia video yake inatoka nyingine ya Kichina, ya Kifaransa, ya kinini. Smart. Mtu akija akaangalia akasema AI, mimi AI, yani hapa hamna chochote tunachokifanya. That is a mistake. Kwa sababu mtu nyuma ya hicho kitu kilichofanyika na AI ameitumia AI kama tool ya kuweza kufikisha ujumbe fulani, ya kuweza kuleta kitu fulani, ya kuweza kuleta innovation fulani, mabadiliko fulani, ya kuweza kuleta mafanikio fulani kwenye jamii, ya kuweza kuleta kama ni furaha, ya kuweza kuleta kama so absolutely. Watu wengi identity zao ziko locked in kwenye kile kinacholetwa na uwezo wa kufanya kile kinacholetwa. Na nadhani kama tunavyoona sasa na hii it's fascinating, yani inashangaza sana. Sababu ukiangalia namna ambavyo tumetoka kwenye karne hizo za old stone age huko, ambapo watu walikuwa wanatumia sana nguvu zao. Yani zamani ilikuwa ni kwamba hata na tunaongea sana mwanaume, sababu ndio utasikia standard sana kama hizi. Mwanaume ambaye zamani alikuwa anakaa ni mwanaume sana, ni mtu ambaye alikuwa labda ana uwezo wa kutoka kamcha familia zake na mke wake nyumbani, akaenda kuwinda, akaenda kupigana huko na madubu, labda bears na masimba na nini, akarudi pale amebeba labda chochote alichokipata huko. Yaani watu wanaonekana ni baba. Au akienda kulima, ametoka kwa asubuhi, ameenda amelima siku nzima, labda mazao akaja kupatikana karudi na gunia fulani, huyu ni baba. Lakini
baadaye jinsi dunia inaendelea kubadilika, tunaona hata jinsi kazi workspace ilivyobadilika, ya kwamba tukatoka tu kwenye physical activity kuonekana kwamba identity yako ni kwenye kile unachokifanya zaidi kama mtu fulani, then ikaja kwenye namna unavyoifanya, kwenye skill based sana. Kwa ukiangalia sana kazi nyingi, watu wengi sasa hivi identity yao kubwa sio tu kwenye kazi, kwenye skill alionayo. Kwa hiyo unakuta kutoka kwenye muscle based kuja au strength based kuja kwenye skill based, kwamba sasa hivi tumeingia, angalau tumetoka kwenye nyama zaidi tukaingia kwenye akili zaidi, kwamba kuna namna mtu ambavyo anatumia akili yake, kuna namna ambavyo Kevin ana uwezo kama daktari amesoma miaka 5, kuna namna anavyofikiria, kuna namna anavyoona, na ana uwezo wa kufanya kitu fulani kutokana na skill aliyokuwa nayo. Kuna mtu ambaye sijui ni nesi kutokana na skill aliyokuwa nayo, kuna mtu ambaye sijui ni nini kutokana na skill aliyokuwa nayo. Lakini sasa AI inakuja kuchallenge namba moja, huyo mtu ambaye anafikiria tu kwenye strength based, kwa sababu AI inaweza kutengeneza kupitia robotics and AI, sio tu AI lakini robotics and AI. AI ni kama inapata mwili wa kuweza kufanya vitu vya nguvu na ina uwezo wa kubeba zaidi yako. Kwisha. Kwa hiyo mtu ambaye nadhani ni kunyanyua, uwezo wa kunyanyua kufanya bye. Haya, anakuja tena kwenye workspace. Naweza bye. Kuja sasa kwenye workspace. Watu ambao wako maofisini wanafanya kazi, sio tu ofisini, mtu yote ambaye anategemea, hata freelancers, watu ambao mimi najiajiri, niko nyumbani nafanya kazi zangu mwenyewe. Hata hao ambao wengi wao wanatumia skill. AI sasa hivi ina uwezo wa kupata skills na ikafanya bora kuliko wewe. Kwa mfano ukiangalia na haraka zaidi. Mfano kama graphics design. Sasa hivi ukiangalia namna ambayo tunatumia Gemini Pro. Mfano kupata thumbnails za YouTube hizi mnazoziona hizi. Yaani unakuta ni prompt ya AI ya alimbadi, kuna mtu ambaye yuko nyuma ambaye anajua namna kuiendesha na kuitumia vizuri na kuweka vitu pamoja, then tunapata thumbnail. Mtu mwingine anaweza kaona sema wow, thumbnail nzuri, lakini hajui kwamba imechukua labda dakika 10. Lakini dakika 10 ni kwa sababu experience ambayo ulikuwa nayo, ambayo tutaongelea sasa kwenye phase ya 3 ambayo ndo tupo sasa hivi. Kwa hiyo AI sasa hivi kwa mtu ambaye yuko kwenye skill based, yani ame-identity yake kwenye skill yake, inakuja kumfuta. Kwa sababu huyu mtu hata kuwa relevant sana kulinganisha na huyu mtu ambaye anakwenda kumuongelea, kama hata kuwa na hivi vitu ambavyo anakuongelea mtu wa 3. Skill bado ni muhimu. Sasa sio muhimu, nguvu bado ni muhimu. Lakini namna unavyojiposition kuzitumia, usipo include sasa hii phase ya 3 ambayo tupo sasa hivi, ya kwamba tumetoka kwenye nguvu skill, tuko kwenye imagination, idea. In short, tumeingia kwenye roho zaidi kuliko kimwili, kinafsi. Tumeingia kiroho zaidi. Ndio kwa maana hapa identity ni muhimu. Wewe ni nani? Una kitu gani cha kipekee ambacho Mungu amekupa wewe? Una uwezo gani? Una karama gani wewe kama wewe? Mfano kama tukiongelea footballers tu kama Messi, ile ni karama. Kuna namna ambavyo Messi anacheza ndio like wow. Lakini je, kuna AI anaweza kaa trend kupiga chenga kama Messi na akaweza kufanya hivyo miaka 30, 40, 100 na achoke azeeki kama Messi? Na akapata na skills za Ronaldo at the same time na za Ronaldinho, afu kukutana naye uwanjani, utakuwa sawa? Lazima tujiulize, yani ni kitu gani ambacho kinatufanya yani kuwa wapekee. Kwa hiyo nakuja hapo sasa kwamba nzuri, nifikirie. Kwamba ni kitu gani ambacho kinafanya wewe wapekee. Kwamba sio skill uliokuwa nayo. Sana skill sasa hivi. Hapa tuongelee skills ambazo umeziacquire wakati. Ustadi uliokuwa nao. Hapa tunaongelea ni kitu gani ambacho wewe binafsi, hata mfano kinatokea naturally. Yaani kinatokea tu, hauhitaji kusweat sana. Kwa hata tukija kwa waimbaji na tutaongelea vizuri hapa. Umeona? Kwa hiyo inaturudisha, AI inaturudisha ndani, kusearch ndani. Kusearch vitu vilivyopo ndani ya Mungu. Kusearch ndani ya moyo wa Mungu kuhusiana na mimi ni nini. Kabla hajanileta hapa duniani aliniumba kufanya nini? Kabla hajanileta hapa duniani na alijua kabisa ameniweka kwenye wakati na majira ambapo AI inakuja. Na anajua mimi kwamba sio victim wa chochote ambacho kinatokea duniani. Mimi ni victor, mshindi. So kuna namna ambavyo mimi najua kwamba Mungu ameshani equip ndani yangu na kila kitu ninachohitaji kuweza kukifanya na kukitenda wakati huu, wakati AI pia ikiwepo. So ni kitu gani hicho? Na ndio kwa maana tunakuja, mfano ukiangalia hata process nzima ya kutengeneza pesa. Watu wengi wanafikiria kwamba pesa inapatikana kwa kufanya kazi. Kwa hiyo tumeshaongelea watu hapa.
kufanya kazi kwa bidii. Yet ukiangalia watu wengi ambao wanafanya kazi kwa kazi ngumu, sio kwa bidii. Kwa bidii ni sawa, lakini kazi ngumu. Ukiangalia watu wengi ambao wanafanya kazi ngumu sana ni watu ambao ni maskini sana. Huo ni ukweli. Angalia watu ambao wanabeba zege. Angalia watu ambao na ni kazi ngumu, watu wanafagia barabara. Hivi umewahi kupita Dar es Salaam saa 4 jua lilipo kama sijui limeshushwa. Jua linawaka, kuna mtu anafagia hizo barabara kuanzia asubuhi mpaka sijui saa 6 au muda gani shift yake inapoisha. Mimi sijui shift zao, lakini tuseme ndo kazi yake kila siku kufagia hizo barabara. Kuna mtu ni anafanya kazi labda za kubeba zege utingo, kubeba mizigo masokoni. Hivi umeona wale majamaa kazi wanafanya? Umeona kari kwa watu wanaonyanyua yale mizigo ya kutoa sehemu moja hadi nyingine. Unaweza kufananisha na mtu ambaye anakaa hotelini, anakaa ofisini, anakaa kwenye AC kuanzia asubuhi mpaka jioni, vikao vyake vyote ni kwenye laptop, akitoka anaingia kwenye AC nyingine Rotana, akitoka anaingia kwenye gari lake lina AC, akimaliza anaingia nyumbani kwake kuna AC. Alafu anatengeneza mara 10, mara 100. Hata mara 100. Inawezekana. Kwa sababu kuna statistics ilikuwa nasoma inasema the world 1% inatengeneza ina utajiri zaidi ya the world's 95%. Utajiri wa 1% ya hao watu wa 1% kina Elon Musk, Bill Gates, kina hiyo top 10. Wale top 10. Ni zaidi ya 95% ya the whole world. Dunia nzima. Sababu kama sasa hivi Elon Musk utajiri wake umeshazidi $600 billion. Huo ni bajeti ya Tanzania. Sitaki hata kuiongelea. Hiyo ni bajeti ya Tanzania, Kenya. Yaani bajeti ya unaweza ukatafuta ka budget ka Afrika ukakuta kana fit kwa mtu mmoja. Sembuse ndo mtu huyo asiwe yaani ndo sasa mfano watu wengi sawa wanajibox na kufikia kwamba issue ni kufanya kazi ngumu na sio kazi kwa namna ambavyo tunaongelea hapa. Kwa hiyo tumeshaona na mtu ambaye ajifunzi kupitia mabadiliko ambayo yanatokea na pia kuangalia pattern ambazo zinajirudia kwenye jamii ndio watu ambao wanaumiaga sana. Sasa kwa hiyo tukirudi sasa kwenye uchokuwa unaweza hiyo direction ubunifu kwamba watu wale kwanza ubunifu ni nadhani yani ni uwezo ambao unakuwa ndani ya kila mtu ambao Mungu ameuweka, lakini una manifest au unadhihirika kiupekee kutokana na unachokifanya. Kwa hiyo kuna mtu mwingine anaweza akawa ni mbunifu sana ikija kwenye masuala ya muziki, lakini ni mbunifu mbovu ikija kwenye masuala ya teknolojia. Kuna mtu ambaye ni mbunifu sana kwenye masuala ya teknolojia, ni mbovu kwenye masuala ya sports, michezo. Kuna mtu ambaye kwenye mchezo ukiangalia unasema wow, lakini ikija kuanza kuongelea something intellectual unasema tulia. Alafu sio kwamba hiki kitu kinakuja kwa uwepesi, sio kitu ambacho unahitaji kufundishwa kukaa chini. Ukienda shuleni au ukiwa chuoni au popote ni kitu ambacho kinatoka kwa urahisi. Na kwako wewe inawezekana ni kitu ambacho hukitii maanani sana by the way. Lakini mtu mwingine akikuangalia sema bro, how can you do that? Na pia ndo kwa maana ukiangalia shule ukiangalia namna zilivyoanzishwa, historia ya shule, utakuja kugundua especially pale ilipokuja kukua sana ni kwa sababu ya mfano ukiangalia historia ya Henry Ford ambaye alikuwa anafanya ndo mwenye ameshapita sawa, ameshaenda kwa haki huko, lakini ndio alianzisha kampuni ya Ford Motors. Ford Henry aliambiwa, kuna statement alisema I do not want more learned people, I just want more hands. Yaani sitaki watu wengi waliosoma, mimi nachotaka ni mikono mingi kuja kufanya kazi, ambayo kazi kwa muda huo ilikuwa ni assembly line, kwamba kwenye assembly line gari linaanza upande huu, kuna mtu anatakiwa yake engine, kuna mtu anatakiwa yake mlango, kuna mtu anatakiwa nini, by the time imefika huko mwisho gari limekamilika. Yeye alikuwa anataka hata ufikiria, anataka ufike ofisini ufanye ulichoambiwa ufanye basi, which was very wrong. Kwa sababu ukiangalia watu ambao walifund education system ya Marekani ambao ndo watu wengi hata tunaitumia sasa hivi ni watu kama kina Henry Motors, ambao kina Henry Ford, ambao ilitengenezwa mfumo kupitia education ya kuua creativity, ya kuua hiyo identity na kutufanya wote tuonekane sawa, ili iweze kutumika kufanya kazi kwa ajili ya watu wengine. So then kwa sababu ya mfumo huu, na ndio mfumo ambao
umetapakaa dunia nzima kwa maeneo mengi. Tuna a lot of hawa skilled workers hapa katikati. Wametoka kwenye hard labor, kufanya kazi ngumu, wamekuja kuwa skilled workers wengi, ambao hawa skilled workers wengi ndio sasa hivi wanakuja kushtukizia kwamba okay, nilikuwa nafikiria thamani yangu ipo zaidi kwenye hii sehemu, kumbe sio. Hiyo ndio discovery, ndio kwa maana watu wengi wanaofua. Kwa sababu ina challenge your identity. Kwa sababu ulitegemea kwamba baada ya kusoma na kufundishwa uchofundishwa miaka hiyo 5-4 utakuchukuliwa, utakuwa plugged and played kwenye kampuni, kwamba utakutana na kazi fulani ambayo itahitaji skill yako. Sasa unatoka unakutana kwamba mbona kama kwanza sihitajiki kama nilivyoambiwa nitahitajika, kiasi ambacho nimeambiwa nitalipwa sicho hicho, na sasa jua hapo kuna AI ambayo inaweza kufanya kitu ambacho ninachoweza kukifanya. Mfikiria tu mtu ambaye alikuwa amesomea miaka yake yote kuja kuwa cashier benki. Mtu ambaye sasa hivi anasomea. Achana sasa hivi anasikiliza hii video. Bila barua za simu. Barua za simu. Kuna mtu sasa hivi anasomea kuwa cashier. Akati ATM tu kazi yake moja ilikuwa ni kupunguza cashiers. ATM muda wa machine, sio hata AI. Machine tu tulikuwa naendelea na internet. ATM kazi yake kwa nini? Kwa sababu ile ni automatic teller machine. Yule mtu wa teller pale, sasa mimi automatic. Bas, bye. So watu wengi wamekuwa kupitia mfumo wa shule wamefundishwa kuwa skilled workers. Wamefundishwa wameua kupitia school system. Wameua uwezo wetu wa kufikiri. Wameua uwezo wetu wa kuona. Wameua uwezo wetu wa kujaribu. Au wametusema wamedidimiza. Wameudidimiza. Zingine wameua kabisa. Kwa sababu mtu hata sasa hivi kiukweli haiza hata kafikiri. Kuna vitu ambavyo ulikuwa unavitamani kama ukiwa mtoto mdogo. Ndio maana ukiulizwa mfano zamani ulikuwa unataka kuwa nani? Kuna vitu ulikuwa unaviona ulikuwa unatamani. Lakini ukija kumuuliza mtu huyo akiwa utuzimani, havipo hata. Sio kwamba havipo, yani vimekufa kabisa. Dream killers zimekufa kabisa. So now mtu huyu ambaye ndo amecommit kwenye hiyo system, amekuja amekuwa plugged, amekuwa played in kwenye maisha sasa ya kazi ya kawaida. Sasa anasikia miaka yangu yote niliyochukua kuanzia darasa la kwanza au chekechea mpaka namaliza chuo miaka 25, unakuja kuniambia all this was nothing. Ya kwamba kuna AI inaweza kufanya hichi kitu ambacho nimechukua miaka 25 kufika hapa. Na ndo nadhani kwa nini uzito ni mkubwa sana kwa watu wengi. Mtu mwingine miaka 30, 40, mtu mwingine anafanya kazi kwenye kampuni miaka na miaka. Kwa hiyo anafikiria kwamba okay, hii teknolojia inapokuja hapa inakuja kunizoa na kunitoa. Lakini kama tulivyosema huko nyuma, hata sitarudia na kwa nini unaiona hivyo. Lakini wachache ambao sasa hivi walipo hapo kwenye hiyo intersection, hiyo point, wana uwezo wa kusema kwamba hivi nini Mungu ambacho kiukweli ameniomba kufanya. Mimi nadhani inatuleta kwenye sehemu ambapo tuna question identity. And tuna question ni na tunafanya self discovery. Mimi ni nani? Kujitafuta na kujijua kiuhalisia. Sio kinamna tulivyodhani kwa sababu ya mfumo ambao tulipelekwa nao, lakini kiuhalisia kweli, hivi mimi ni nani? Hivi mimi nina karama gani? Nina uwezo gani? Hivi ni maono gani ninayo kuhusiana na maisha yangu? Kwa sababu mambo mengine unakuta kwa sababu imeshavunjwa huku shuleni, imeshavunjwa na jamii, tumezitupa na tumezeka mbali, hataki hata kusisikiliza. Lakini sasa hivi AI inakuja na urgency ya kwamba usipoingia ndani ya kile mlango wa maisha yako ambayo umeufunga, usipoingia huko ndani tutakuzoa. Mercilessly. Usipoingia ndani kutafuta kuangalia, kwa sababu there is treasures in these earthen vessels. Kuna kitu cha kipekee. There is treasure in this earthen vessels. Kuna kitu ambacho kiko ndani yako. Kuna dhahabu iko ndani yako. Kuna utajiri tayari uko ndani yako. Na Mungu aliweka. Na akajua kwamba hii mbegu nimeiweka ndani ya Kevin. Hii mbegu ina uwezo wa
kupitia mabadiliko yoyote ya kiteknolojia, huu uwezo na hichi kitu ambacho nimekaa ndani yake ina uwezo wa kupita kwenye mabadiliko na kutawala kupitia mabadiliko. Lakini Kevin hajafundishwa kuona hiyo mbegu ambayo iko ndani yake, hajaimwagilia maji, hajaifanyia chochote, na hata kama ilimwagilia maji ikaanza kukua, watu wakaja wakaipiga sumu ikanywea, sijui kafanya ikanywea. So now AI inarudi na kwambia, ni kama inakuja mbele yako inakwambia unajua ni mbegu gani ulionao ndani. Hapana, kwisha wewe busy unashikilia cheti bana engineer barabara. Wakati ikija mbele yako kama like okay, AI imekuja mbele yako, wewe ni nani? Angalia ndani ya kwamba mimi ni mtu ambaye labda nakuja kufanya kitu fulani, nimetumwa, nina kusudi. Unarudi kwenye mambo kama identity, purpose, identity, kusudi, maono. Nina maono. Mimi ni mtu ambaye najiona nafanya hichi na hichi na hichi na hichi na hichi. It does not matter, kwa sababu ya maono hayo na uwezo wa kutumia teknolojia yoyote kuweza kufanikisha hicho, na sio kwa box na skill moja nilikuwa nayo. I think mtazamo wako kuhusiana na AI utabadilika pale utapoanza kujiposition au kujiona kama Mungu anavyokuona. Ukikaa kwenye ile position ambayo Mungu alikuweka, vyote ambavyo vilikuwa vinakuintimidate, vinakuogopesha, utaviona kwa mwanga mpya. So that is what will make you different. Totally. Kwa hiyo ukiangalia AI, wakati watu wanaangalia, wewe unaona hii ni tool ambayo itanisaidia kutoka point A mpaka point Z haraka, kwa ubora zaidi. Wakati watu wanaikimbia AI, wewe unaikimbilia kuitumia. Kwa sababu mtu mmoja ikiwa anatumia AI, inawezekana ikawa ni kama watu 1000 kama anafahamu anachokifanya. Kwa hiyo huo mtazamo ukibadilika baada ya kujua position yako, ndio vitu vitaanza kubadilika kuhusiana na wewe. Na nadhani hapo ndo kuvuta kutoka. Na hapo ndo watu watakapotoka kwenye kuwa victim. Unajua sasa watu wengi ni victims wa AI. Kwa sababu hawajui nini walichonacho. Wanaangalia kitu ambacho sicho, kwamba nikimaanisha the negative side ya AI. Kuna namna ambavyo wanajiona wao, which is negative. Wanaona kwamba mimi tu ni kitu fulani, wamejibox hapa. Kwa sababu ya hiyo perception watu wanao kuhusiana na wenyewe, kuhusiana na wengine, na kuhusiana na AI, inawafanya wafikirie namna fulani na wapate emotions fulani. Kwa maana emotions za fear, hofu, emotions za worry, anxiety. Mtu anakuwa ana misukosuko kwa ndani, yani hajui namna gani ambavyo atanavigate, atapita kwenye hili muda wa AI, kwa sababu anahisi kwamba zote ambavyo nilikuwa nimevishikilia nikidhani kwamba ndivyo vitakavyonisaidia mimi kuweza kufanikiwa, ndizo zitakazonisaidia mimi kuweza kuwa na maisha aina fulani, ndizo zitakazonisaidia, ndizo zinazonipaga mimi identity yangu, kwamba nikiitwaga sehemu naitwaga mwanamuziki fulani, naomba uje, inakuwa inatikiswa. Wakati hayo yote pembeni, na huyo mtu aka embrace kwamba okay, kuna identity ambayo Mungu alikuwa nayo kuanzia mwanzo kuhusiana na mimi. Kuna kusudi ambalo amenipa hapa duniani, na kwamba nahitaji kulifulfill au kutembea kwenye kusudi na kutimiza hilo kusudi. Kuna maono ambayo Mungu anao kwa ajili yangu. Haya mambo, yani either kuna AI, hamna AI, kuna wimbi lingine baada ya AI, hayabadiliki. Kwa sababu hii ni kama sauti ya Mungu kuhusiana na mtu fulani. Kwa sauti ya Mungu kuhusiana na Kevin inasema nini kuhusiana na wewe, ni nani, unafanya nini, kusudi lako hapa, unaelekea wapi, vision yako iko wapi, na ni nini ambacho ni vitu gani ambavyo unavyo wewe ndani yake. Kwa sababu ukishajua pia ni vitu gani ambavyo unao ndani yake, mfano ukijua tayari una hekima ya kimungu, haijalishi nini inasimama. Yosefu ni mmoja wa mzuri sana wa hekima ya Mungu, kwamba katika kipindi ambacho mambo yalikuwa magumu, transition inatokea ya Egypt, mtu anapata ndoto ambaye ilikuwa ni Farao, na kwamba hawajui hii ndoto namna ya kuitabiri na maanisha nini. Na Yusufu alipokuja pale mbele ya Farao, akawa na suluhisho, akawa na utabiri, akawa na suluhisho, na bado akapewa nafasi ya kuweza kusimamia kutimiliza lile ambalo amelitamka yeye.
kwamba okay, huu ni mpango ambao tunaweza tukaushughulikia. So ukiwa unaoelewa kwamba kuna kusudi, identity na kusudi, kuna maono na kuna vitu ambavyo Mungu yeye mwenyewe amenipa, kuna vitu ambavyo na experience ndani yake, kuna vitu ambavyo vinanifanya bulletproof, yani chochote ambacho kinakuja mimi nakuwa na uhakika kwa sababu niko na yeye. Yani hapa ni yeye mwenyewe, hii ni point, yeye mwenyewe. Let AI try to replace God. Kama inakuja na pia sacha mtu nikuelewa kwamba hata hii AI ambayo tunaona, in as much as kuna vitu ambavyo inakuwa creative inaweza kufanya, lakini hii AI ina kikomo. Ni kweli. AI ukiangalia namna ambavyo inakuwa trained ni kwamba wanatumia machine learning, wanatumia data na information ambazo tayari zipo hapa duniani. Imepitia mambo mengi ambayo tayari kwenye kurasa za internet, kwenye web pages. Imepitia nyimbo ambazo tumeshazitoa, imepitia movies ambazo tumeshazitengeneza, imepitia art ambazo tumeshawahi kuzifanya, inajua projects ambazo tumeshawahi kuzijenga, majengo ambayo tumeshawahi kujenga, inajua principles za physics ambazo zimeshawahi kuwa discovered na za chemistry, na inajua historia. Imepitia vitu vyote hivyo ambavyo kifupi ndio vilivyopo sasa hivi, lakini haijui zaidi ya hapo. Na ni hapo tukielewa ya kwamba AI ina ukomo, ya kwamba AI sio omniscient, haijui kila kitu. It's powerful. Yaani tukijua kwamba AI haijui kila kitu, inajua mpaka sehemu fulani, na inatumia hicho ambacho tayari ndio inakijua kuproduce kitu ambacho tunakitoa. Kama hata ni nyimbo, tunaona kama hii nyimbo tunasema wow, hii nyimbo ni nzuri, imetengenezwa na AI, lakini hiyo nyimbo ni kutokana na vitu ambavyo imeviangalia sasa hivi ambavyo vinaenda kutengeneza out of that nyimbo hiyo, lakini haijui aina nyingine ya nyimbo ambayo bado haijaingia kwenye masikio, haijui aina vingine vya design ambazo bado haijaingia kwenye macho, haijui vitu ambavyo bado watu hawajala, haijui vitu ambavyo watu bado hawajagusa. Inajua kitu inachokijua ambacho kipo hapa sasa hivi. Kwa hiyo kama tukiweza kujua namna kuingia ndani ya Mungu na kuextract vitu ambavyo bado havijasikika, vitu ambavyo bado havijaona, vitu ambavyo bado havijaguswa, vitu ambavyo bado havijaliwa, vitu ambavyo bado havijatendeka, na kuvitenda sasa hivi, tutakuwa tuna uwezo mkubwa wa kufanya mambo ambayo ni ya tofauti sana. So kama mtu sasa baada ya kupata uelewa kwamba AI ina kikomo, atakubali kuembrace identity yake, kusudi yake, maono yake ambayo Mungu amempa, na kuembrace ya kwamba ana Mungu ambaye yuko pamoja naye, Mungu ambaye anajua yote, hata vile ambavyo AI sababu AI hajui yote. Basi Mungu atakwenda kumfunulia huyu mtu mambo ambayo hajawahi kufanyika, mambo ambayo hajawahi kusikika, mambo hajawahi kuguswa, hajawahi kuonekana. Lakini atakapomfunulia huyu mtu, atamfunulia kupitia ideas, atamfunulia kupitia imagination ndani yake. Kuna vitu ataanza kuviona, anavifanya ambavyo havijawahi kufanyika. Kuna mawazo au kama nikisema ideas ambazo zitakuja ya namna ya kufanya vitu kwa upekee ambapo havijawahi kufanyika. Na cha ajabu ni kwamba Mungu akirelease sasa, mfano kama maono kama haya, atakuruhusu utumie tools ambazo ziko hapa. Sasa huyo mtu anayekuja kwenye AI akiwa na hivi vitu nyuma yake, dangerous. Na pia niweza kuongezea tu kwamba mtu atakuwa na message tofauti. Lazima uwe na identity. Una identity kwa Kiswahili. Identity, tuendelee identity. Wewe ujue ni nani? Ujue ni nani? Identity. Kusudi, purpose, vision, maono. Ujue Mungu wako, umjue Mungu wako. Muhimu. So unamsikia, umjue Mungu wako. Sababu the people who know they are going to be strong and do great exploits. Great exploits. Mungu wao. Alafu ukubali sasa kupokea kutoka kwenye ulimwengu wa roho kutoka kwa Mungu ambaye atakupa kutoka Mtakatifu hivi. Kwa hiyo kuna hilo kwamba na atakupa ujumbe wako wa kipekee. Sababu hivi vitu vitakufanya wewe uwe wa tofauti. Kwa hiyo kuna AI, hamna AI. Does not matter.
Kwa hiyo leo hii katokea AI sijui kuna AI ambayo sijui inafanya nini, you will be stable kwa sababu maisha yako yamejengwa kwenye msingi imara. Kweli. Issue ni misingi ya watu haipo imara. Huna identity. Identity yako umeichukua duniani. Identity yako imetokana na kitu unachokifanya, kazi unaofanya, imetokana na skill ulionayo. Hauna kusudi, hujui kusudi lako, hujui kwa nini uko hapa duniani. Unaishi, unaamka, unaenda unafanya kazi, unajua kabisa ndani yako unalia kwamba kama tunafanya sio, lakini bado unaendelea kufanya bila ku question. Haujui, hauna kusudi, huna maono ya kesho. Unaamka, maono ambayo ulionayo ni maono tunasema ya kusaka tonge ya kesho, survival mode. Survival mode, kwamba tuamke bana, kesho tupambane kwa ajili ya kesho. Na humjui Mungu, humjui na unataka kumjua. Kwa sababu ni kitu kingine. Unaweza kuwa humjui na unataka kumjua. Mbona maisha yangu mimi nitaishi zangu bila huyu Mungu? Na Mungu mimi nitatoboa bila yeye. Umeingia chaka. Hujui ujumbe aliokupa wewe hapo. Ujumbe ambao ni wa pekee. Kila mtu ana ujumbe wake pekee. Ujumbe wangu sio wa kwako, wake sio wa kila mtu. Then na hauna ideas. Sababu sasa uwezo download kutoka kwa roho na kuleta hapa duniani. So hauna ideas, una imagination. Usomi kitabu. Yaani then unakutana na AI, obviously utafeel. Obviously true. Na perspective yako itaendelea kwa kwamba hii kitu imekuja kunimaliza. Kwa sababu utaingia kwenye survival mode ya kujiprotect wewe. Kwa hiyo utairesist. Utairesist kwa sababu it's coming to take what I have. Kwa hiyo tukimbie. Leo. Wow. Let's just finish. As you can see, umekatika. Lakini tunamalizia. Kwa hiyo kama umefika mpaka hapa, huu ujumbe ni kwa ajili yako. Let's go. So kusema hivyo ni kwamba sasa sisi kama especially kama vijana pia hapa. Kama vijana watu wengine wakuta waliambiwa waende kwenye kazi fulani na waliambiwa kwamba huko ndo kutoboa. Na wakuta mtu mwingine yuko chuo sasa hivi anasoma kitu ambacho sasa hivi baada ya kugundua AI anajua kabisa hichi kitu kiende kupeleka sehemu yote. Una fursa ya kuweza kuangalia mambo kwa tofauti na kuwa prudent na kuwa kati ya wale ambao wana hekima wakiwa wanafanya masomo yao. Unaweza kukaa kwenye kipindi hiki badala ya kuwa wale ambao wanapoteza maisha yao chuo. Unaenda unaamka una club tu na spend maisha yako, unaingia darasani kwa kujisikia, ujisikii, unafanya vitu ambavyo havina maana in the long run na unapoteza maisha yako. Au ukawa kati ya wale ambao wamesikia kuhusiana na AI na wakaamua kujifunza kuhusiana na AI. Wakaamua kusema okay, sasa hivi tayari nipo hapa kwenye engineering na niko mwaka wangu wa pili au wa tatu. Kusema kwamba naondoka hapa ni tunamaliza hichi kitu. Lakini je, nikishamaliza ni namna gani ambavyo mimi nitakuwa tofauti baada ya kutoka chuo? Namna gani ambavyo mimi nikiingia kwenye soko nitakuwa wa utofauti na nitakuwa na confidence kwenye kile kitu ninachokifanya? Lazima ujiendeleze kija kwenye masuala ya AI. Lazima yani the same juhudi ambayo unaweka kujifunza kuhusiana na kujenga daraja, barabara, juhudi hiyo inahitaji kuweka kwenye namna ya kuelewa na kuhusiana na mambo ya AI. Unatakiwa ile juhudi hiyo kumjua Mungu wako. Unatakiwa ile juhudi hiyo kujua identity yako, unatakiwa ile juhudi hiyo kujua kusudi lako. Unatakiwa ile juhudi hiyo kupata maono Mungu alionayo kwa ajili yako. Sababu nyingine unakuwa unaona kwamba kwa sababu unakuja kuwa mtu mwenye kampuni fulani, mtu ambaye unakuja kusimama mbele za watu fulani na nini, lakini hujawahi kuingia na kuinquire tu na kuandika hayo maono. Inabidi ujue message yako wewe ni ya tofauti gani na watu wengine ambao wanafanya kitu hicho tunachokifanya. Na lazima pia ujue ni urekodi ideas unazozipata. Sababu hela imejificha kwenye hiyo idea. Watu wengi kwa tumedanganywa kwamba hela imejificha kwenye skills. Yaani kwamba ukiwa na skill hii, ukiwa engineer utatengeneza, ukiwa daktari utatengeneza hivi. Lakini ukija kuingia mtaani unakuja kugundua kumbe hiyo sio hivyo. Kuna watu wengi wana skills kama hizo za udaktari na hawana high paying skills ambazo zinaweza kutengenezea kiasi fulani ambacho labda ndio kidesire zaidi. Kwa hiyo kuwa na hiyo idea
na then kujinoa sasa kwenye skills zako vizuri, kana kwamba unapokuja kwenye soko uko very competitive, sio tu kwenye utendaji lakini pia kwa ndani uko very stable. Hamna yeye ambayo nadhani inaweza ikamshake kijana kama huyu, na nadhani hiyo hofu ambayo wengi wanayo wenu mtokuwa nayo. Wow. I say bro, umegonga misumari mingi hapa. Na kwa ku bring it all together, inaonyesha kwamba ile hofu ambayo mtu anakuwa nayo akiwa anafikiria AI, mzizi wake ni sio AI itself. Mzizi wake mara nyingi huwa ni ile identity. Hajifahamu yeye ni nani. Akijifahamu yeye ni nani, inakuwa rahisi kuwa kwenye position sahihi Mungu aliyemweka. Na akijua kusudi lake, akijua hayo maono, akijua message Mungu aliyoweka na vingine ambavyo umevielezea, atakuwa kwenye msingi thabiti, ili when the winds and the waves zikija, anakuwa amesimama imara. Kwa hiyo chochote kinachokuja, yeye mtazamo wake utakuwa wa tofauti. Atajiuliza, okay, hiki kitu ni kitu gani, ni kizuri kibaya, au mtazamo wangu ni kwamba hii it's just a tool. Kwa hiyo iwe ni muziki, iwe ni engineering, iwe ni sanaa ya kila aina, ni muhimu kwa sisi vijana kujua kwamba hili wimbi, I think this is what I wanted to say, hili wimbi is just, nafikiri it's a blessing. Inahitaji mtazamo wa tofauti kufikiria it's a blessing, kwa sababu kama kitu fulani kinakuja na kinakuforce uanze kuingia ndani, because that is what it should do. Na kuforce uanze kuingia ndani, inamaanisha huku ndani kuna kitu ambacho wewe mwenyewe hukijui, ambacho ni kikubwa kuliko iko kitu ambacho probably unashindana nacho. Kwa hiyo macho yako akitoka nje kuangalia external AI, sio wanachokisema na nini, kusema okay, Mungu huku ndani, Mungu wangu nisaidie, ni nini umeweka. That nafikiri ndio maana Biblia inasema inasema kuhusu yes, wangu umekamata, waiting for the sons, you know, the sons the all of creation is waiting for the manifestation of the sons. Kwamba Kiswahili sio tunaiwekaje, yaani kwamba creation inasubiria udhihirisho wa wana. Udhihirisho wa wana. Kwa hiyo nafikiri hii AI is an opportunity pia kwa wana kusema okay, when everybody, kila mtu anavyoanza kuangalia na kusema kwamba hii AI inatuchukua, nafikiri wana wa Mungu sasa hivi ni kuweza kuingia na kujua kinachoweza kuleta utofauti ni Mungu tu. Na mimi kama mwana wa Mungu ninatakiwa nisimame pale. AI haiwezi kufika hapo. AI cannot download from God. Only you. Na AI tuingia in the spirit realm. Tofauti. Hawezi kuingia in the spirit realm. Hawezi kuingia kwenye ulimwengu wa kiroho. Kushikana nayo kwenye level ya physical. Kusha. Haiwezi kaingia kwenye the physical. Tena sio physical, sio physical tu. Nafikiri kwa sababu sasa hivi level imepanda kidogo, ni intellectual. Kwamba hizi solical intelligence tu ya information, kwamba unaweza kuchukua information. Ni kama vile muda wa kulima. Kuna transitions mbili. Muda wa kulima, mtu analima kutumia jembe, tractor ikaja. Tulikuwa tunafikiria na ilikuwa ni it's no longer information age right now. Kuna information nyingi, kuna taarifa nyingi. Ukiangalia AI taarifa nyingi. Sasa hivi tume level up. Kama usipoingia kujua Mungu na kujua ulimwengu wa roho ukoje, na wewe mwenyewe ukasimama sema, kwa sababu wewe ni roho, wewe sio physical. Wewe kama ungekuwa physical au kama ungekuwa if you were just your mind, inamaanisha AI isingeweza kukureplace. Lakini kwa sababu wewe ingeweza kukureplace. Kwa hiyo inamaanisha kama identity yako ipo kwenye physical na unafikiria AI ina kureplace, inamaanisha identity yako haiwezi kaa kwenye physical. Identity yako iko kwenye spiritual. Kwa hiyo hiyo shift ikitokea, physical. I see, that's good. That's really good. Wapo kwenye the spirit. Na ndio kwa maana tutaona nadhani the rise of either you're serving the kingdom of darkness or you're serving the kingdom. Ulimwengu wa nuru au ulimwengu wa giza. Chagua moja. Yaani bro, kwa sema hivi. Mama giza kwa nuru basi. Kuisha, yaani tujue. Kwa sababu either hauwezi kutoboa. Ukiwa tu unaweza mimi sipo popular. Mnaga hiyo kitu. Mnaga hiyo kitu.
utakubali hivyo kati ya hao ambao wana struggle, ambao wanatembea as victims, na utaona wachache ambao wanatoboa na kufanya mambo makubwa na utatamani kufanya lakini hutoweza kwa sababu huna uelewa na haujui namna ya kuingia kwenye realms zinazocommand results. Behind the scenes. Behind the scenes ambazo tunacommand results. Na nadhani hapo ndo hata si wa Kristo tukitoka kwenye the physical. Kweli. Yaani tukiangalia na kuangalia kwamba no matter what comes, haijalishi, my God is all sufficient. Yaani ana uwezo wa kunisupplyia popote nilipo, chochote nachokihitaji. Anajua kila kitu, anajua vyote, anajua namna kama alivyomfanya Danieli. Wamepita si wafalme watatu, lakini Danieli bado alikuwa anahitajika pale kwenye hekalu. Haikujalisha nani alikuwa anakuja, Daniel was relevant kote. Aje mfalme wa kwanza, Danieli atafute. Wa pili, tumtafute Danieli. Daniel, why? Kuna kitu spiritual intelligence ambacho Danieli alikuwa nayo, ambayo watu wengine kwenye kaliba au maeneo ya yale ambayo walikuwa wanajaribu kuyahudumia walikuwa hawana. Kwa hiyo wao, mfalme mwingine akija anaweza akatolewa, lakini Danieli atatafutwa kwa sababu kuna kitu, kuna level ya pekee huyu jamaa alikuwa anatembea kana kwamba ana uwezo wa kudownload vitu ambavyo vipo huko na kuvileta hapa. Na ndio hicho kitu ambacho tukikielewa tutakuwa relevant kwenye generation yetu na generation zingine, kwa sababu mfano kama mtu akija kwenye muziki atakuwa haogopi AI kwamba inaweza produce muziki. Anachojua ni kwamba nina uwezo wa kudownload tune ambayo AI haijui. Naweza nikadownload tune ambayo mtu mwingine anatumia AI kawaida haiwezi kuitengeneza. Hawezi, haipo. AI haiwezi kutengeneza sababu haipo. Yeye anaweza kadownload akasikia nasikia akasema okay, hii tune navyosikia nasikia instrument fulani, nasikia instrument fulani, nasikia instrument fulani, na akaja sasa akaitumia AI kuileta hiyo tune kwenye dunia. Then watu wakiisikia watazama, tumesikia nyimbo nyingi lakini kuna hii, hata kama imetengenezwa na AI, the spirit behind will differentiate. Kwa hiyo mtu mwingine atakuja atapata movies atadownload, ataona storylines ya kwamba namna hii movie na flow hivi, story ni hii na hii, watu wataandika compelling stories, the message behind hicho kitu ambacho kitarekodi. Kana kwamba akija sasa kutumia AI, yeye anatumia kama tool, kwa sababu zamani ugumu wa kuleta kile kitu ambacho Mungu alikuwa anakuonesha kama Mkristo, ugumu ulikuwa mkubwa sana, kana kwamba kutoa nyimbo hivi. Unajua kuingia hadi uje kwenye record label, wewe record gani na kuchukua wewe sasa ni Mkristo. Ndio watu na struggle kwa sababu record label asikubali. Ukishasema tu mimi bana mambo fulani siyataki, unakuwa blocked, hauwezi kufanya chochote. Lakini hiyo blockage imetolewa, kisingizio chako ni nini? Kuna watu hawezi kuingia kwenye movie industry kwa sababu movie industry, kuna watu wamesimamia movie industries ambao hawakubali na fulani za movie. Hawakubali bana, hii movie ni ya Kikristo, hii movie inahusiana na kitu fulani, hii movie ina expose kitu fulani, na expose agenda ambazo si hapana, huyo utanyamazishwa bye huyo kimya tu. Lakini sasa hivi imekuja fursa ya kwamba unaweza kupata movie, una uwezo kutengeneza movie kupitia AI, unaweza kaipublish kupitia YouTube, na una uwezo ukapata followers na watu wakaangalia content yako na ukatengeneza hela ambayo itakusaidia kuweza kutengeneza na kuleta timu ambayo itaweza kukatiza kwa pamoja kwa muda mfupi zaidi, na kitu ambacho ni kibora zaidi ambacho itafika sehemu ambapo wewe movie zetu zinaweza kushindana na watu kama Hollywood, unaweza kushindana na watu kama Marvel ambao wao wamefika mbali, lakini bahati nzuri AI inapitia vitu vyote walivyofanya wao. Sasa hivi tunaweza tukavi-access sisi. Vitu vyote Marvel walivyofanya kuhusu sci-fi, sio mtu anatoa mtu mkononi, sio mtu anafanya nini. Sasa hivi mimi na uwezo wa ku-access kuliko bila kupitia gharama na process waliopitia kumpata ni Iron Man atoe hivi moto. Mimi na uwezo wa kuja sasa hivi nimepata idea ya sci-fi movie character fulani hivi na nikamuunganisha na akaweza kufanya vile vitu ambavyo vingenihitaji labda investment kubwa sana ambao walishafanya watu wa dunia. Na ndio hapo tunachukua vitu vya dunia na kuvileta, yani yale utajiri wa dunia utakapotufuata sisi, kwa sababu sasa hivi access ya vile vitu ambavyo tunataka kushafanya na tunaweza kuleta vitu compelling vya tofauti, kwa sababu tunaingia roho na kuleta vitu ambavyo hawajawahi kuviona, stories ambazo hawajawahi kusikia, ideas ambazo hawajawahi kuzitia maanani popote, na ni hicho ambacho kitavuta watu. Investments zinaanza kuja, na ndio wanasema wealth is but an idea. Yani
utajiri ni wazo, yani ukipata wazo na ukatumia tools ambazo tumepewa, AI ukaichukua kama partner wako kufanya hii biashara, lakini being with understanding kwamba the Holy Spirit is your senior partner, lakini unaitumia kama tool ya kufanya hichi kitu pamoja, then unaweza kuleta vitu ambavyo zamani ingekuwa ni vigumu kuweza kuvipata, na inaweza ikafanya kazi kwa advantage yetu kubwa sana. I say I hope hii conversation imeenda muda mrefu na sikutazamia ifikie hapa, but naamini katika kila kitu kina kusudi. Hii ni conversation ambayo tumetaka kuifanya muda mrefu sana. Nimekuwa nikiongelea naona ilikuwa inasubiria platform. And so I don't even know how to close. Maybe you should close. Okay. Kwa kufunga tukumbuka, wewe ni a spirit. Yeah. You live in a body. Wewe ni roho. Naishi katika ndani ya mwili. That's a good place to close. Na una nafsi. Lakini wewe sio nafsi wala sio mwili. Wewe ni roho. That's deep. Kwa hiyo ukiacha kufikiria kama mtu ambaye anaishi mwilini, ukiacha kufikiria kama mtu anaishi nafsini, ukaanza kufikiria kama mtu anaishi kutokea rohoni, kwa sababu Mungu ni roho. Na kama wewe ni mwana na umetengenezwa na Mungu, inamaanisha your nature ni nature ya Mungu. Ni nature ya Mungu. Kwa hiyo wewe ni roho, na roho huyu anaweza kufanya vitu ambavyo in partnership na Mungu, anaweza kufanya vitu ambavyo binadamu wa kawaida ambaye ana walk in the physical hawezi, na ana walk in the soul kwenye nafsi hawezi. Kwa hiyo ukiacha kuwa mmoja kati ya wale wanaopelekwa na wimbi la wanaoishi duniani, kumbuka wewe upo duniani lakini sio wa hii dunia. Wewe upo na watu wengine kwenye mfumo, lakini hautaki ku experience wanachoki-experience wao. So when men are cast down, we say there's a lifting up. Wengine wanasema ndio wanapopata nguvu, sisi tunasema tunakuinuliwa. Wengine wanaposema AI inakuja kutumaliza, sisi ndio tunasema AI inakuja kutuinua. Powerful. Kwa hiyo perception yako, kama umeshajikuta uko kwenye perception ya kidunia, ni repentance. Badilisha mtazamo. Badilisha mtazamo wako. Mwambie Roho Mtakatifu, niko hapa, badilisha mtazamo. Nisamee kwanza, kwa sababu kuna namna ambapo nilikuwa na mimi nimejiunga na hawa ambao wanatamka damnation, mambo kuharibika, mambo mabaya na nini. Bali sasa najileta na kuamua kwa wale ambao wanasema Mungu, leta kingdom yako, ufalme wako uje na kusudi lako likapate kutimia. Na kupitia hapo utakuwa umejifunua sasa. Kwanza Roho Mtakatifu anafanya kazi na wewe. Na utaamua sasa kwenda sasa kujifunza. My friend, usikae tu hapo kafikiria mambo yanatokea by Bluetooth. Nenda kasome kuhusiana na AI. Nieleze kuhusiana na AI. Yeah, tuweze kufanya transfer by Bluetooth, my friend. Nenda kasome kuhusiana na AI. Nenda kajifunze AI ni nini? Inafanyaje kazi? Ingia YouTube, jifunze sana. Then ukishamaliza kujifunza, apply. Jaribu kuchukua kile ambacho unajifunza na kuangalia namna gani naweza nikakitumia sasa hivi, sio baadaye. Sasa hivi kwenye maisha yangu ni AI gani naweza nikaanza kutumia sasa hivi, zianze kutumia now kwenye kazi zako, kwenye writing yako, kwenye nini. Then angalia namna gani ambapo sasa kupitia ule utumiaji ideas gani zinakuja kuweza kutumia bora. Yaani ungejua. Kwa sababu hiyo ndio hekima ilipo. Ya namna ya kuapply ule uelewa ambao unao kwenye maisha yako ya kila siku. Na sasa usisahau ile pata ambayo ni muhimu zaidi, ni wewe na Mungu wako, kumjua huyu Mungu na kusikia kutoka kwake ili aweze kufunulia kusudi lako, aweze kukupa maono mapya, aweze kukufungua ili ujue namna gani ambayo unaweza kutumia AI kwenye calling ambayo ni ujumbe gani ambao unao wewe, ili uweze kujua hiyo identity yako na kusimama nayo imara bila kuwa unatikiswa. Na amua kujenga skills ambazo unajua haziwezi kuwa replace na AI. Acha mambo tu. Ni kweli kuna skills ulizonazo zitachukuliwa na AI. Hiyo utake ustake. Lakini kuna zile ambazo haziwezi kuchukuliwa. Unazijua ni zipi? Nenda kajifunze kuhusiana na critical thinking. Nenda kajifunze kuhusiana na namna ya imagination, things about the mind. Kajifunze namna ya download things from the spirit. Kajifunze discernment. Hii ni vitu ambavyo tunataka kujifunza. Sawa. So ukichukua hivi vyote
nadhani unakuwa package ya mtu ambaye ni indispensable, yani huwezi kupigwa na wimbi la AI ukaenda. Bali wewe ni wale ambao utakuwa ni katikati ya vyote, wewe ni mtawala na unatembea kama mshindi na sio victim. Na ukishamaliza vyote ukale na njaa. Tutaonana next time. So subscribe, follow, like. Tunapenda sana. Tuonane tena kwenye video inayofuata. Bye bye. Share this with somebody pia.